Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, goalkeeper wa timu ya taifa ya Nigeria Stanley Nwabali ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Chippa United, ambaye huyu pia ni moja kati ya goalkeeper ambaye anahusishwa kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, nyota huyu ameweza kuisaidia timu yake ya taifa ya Nigeria kuweza kuchukua medani kwa maana ya mshindi wa 3 wa kombe la AFCON mara baada ya kuokoa mikwaju ya penati miwili kwenye mchezo wa kutafuta mshindi wa 3 wa kombe la AFCON ambalo michuano hiyo inaendelea kulindima kule nchini Morocco. Wana Nigeria walikutana dhidi ya Misri na mchezo ukatamatika kwa dakika 90 kwa sare ya bila kufungana, na baada ya hapo kukaamuliwa mikwaju ya penati ili kumpata mshindi wa mchezo huo. Na tumeshuhudia si tu kuokoa mikwaju miwili ya penati, baada ameokoa mikwaju ya kina nani? Nisikilize hapa. Wana aliokoa mkwaju wa Mohamed Salah anakipiga ndani ya klabu ya Liverpool ya kule nchini England. Lakini hakuishia hapo, pia akaokoa mkwaju wa Omar Marmoush ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Manchester City. Kwa hiyo ameokoa mikwaju miwili ya wachezaji wanaokipiga kwenye ligi ya England kwenye vilabu vikubwa Liverpool pamoja na Manchester City. Na ukizingatia ni goalkeeper ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Chippa United ya pale Afrika Kusini. Kwa hiyo ni moja kati ya story ambayo inamhusu Stanley Nwabali ambaye huyu anahusishwa kutua ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, licha ya kuwa kwamba zipo tetesi kwamba Simba wameshindwa kutokana na kutokana na pesa kubwa ambayo wametajiwa na Chippa United. Of course, naweza nikakubaliana na wanachokifanya Chippa United kwa sababu ya ule bora ambao ameuonyesha kwenye michuano ya AFCON. Tunafahamu pia hata kwenye mchezo wa nusu finali wa kutinga hatua ya finali ya kombe la AFCON walipokutana na Morocco, tunafahamu kwamba walitolewa kwa mikwaju ya penati, lakini ubora mkubwa wa Stanley Nwabali ndio ambao unaifanya Chippa United kuvimba pale ambapo wanapoona timu zinakuja na ofa ambazo hazieleweki, ofa ndogo kwa kipa huyo wa kimataifa wa Nigeria. Kwa hiyo ni moja kati ya story ambayo nimeona nikusogezee juu ya nyanda ambaye anahusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba kuja kuziba nafasi ya Musa Pimpin Kamara pamoja na Yakubu Suleiman ambaye wao ni majeruhi mpaka sasa. Kwa hiyo Simba wanahaha kumtafuta nyota ambaye anaweza akaziba nafasi ya makipa hao. Nwabali ni shujaa na Warabu kichwa chini, unaweza ukasema hivyo, mara baada ya kuokoa mikwaju miwili ya penati na Nigeria kuweza kuchukua hiyo medani ya mshindi wa 3 kwa kuifurumusha Misri kwa mikwaju ya penati 4-2. Kwa hiyo iko hivyo kwamba Nwabali moja kati ya nyanda ambaye anahusishwa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba amefanya makubwa sana kwenye michuano ya AFCON mara baada ya kuisaidia timu yake ya taifa ya Nigeria kuweza kuibuka mshindi wa 3 wa michuano ya AFCON. Bwana, baada ya tetesi za kuwepo sasa kwa Simba kuweza kushindwa kuipata saini ya Stanley Nwabali, bwana, taarifa zipo kwamba Simba wamekamilisha usajili wa goalkeeper Mohamed Tanja Kasira mwenye umri wa miaka 29, raia wa Niger. Kasira atasafiri weekend hii kuja Tanzania ili kuanza kuitumikia Simba Sports Club akitokea ndani ya klabu ya AS Fan ambayo iko kule Niger. Kwa hiyo baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuwepo kwa tetesi za kushindwa kumpata shujaa wa Nigeria ambaye ameifanikisha timu yake ya taifa kuweza kuchukua medani za mshindi wa 3 wa kombe la AFCON kwa maana ya goalkeeper Stanley Nwabali, wanawekundu wa Msimbazi Simba wanatajwa kukamilisha usajili wa nyanda kutoka Niger. Lakini kama Simba pengine wangempata Nwabali, pengine huenda tungeweza kuzungumza maneno mengine kwamba kama timu itakutana na Simba afu golini kuna Stanley Nwabali, wana labda wafunge juu ya goli
Kwa hiyo lakini ngoja tusubiri tuone, kwa sababu tuko kwenye dirisha dogo la usajili na hizi ni tetesi za usajili, kwa hiyo lolote linaweza likatokea, lakini kwa Nwabali bwana, moja kati ya nyanda ambaye ameonyesha kiwango bora zaidi baada ya Simba kuhusishwa na mazungumzo na kipa huyo wa Chippa United, raia wa Nigeria Stanley Nwabali mwenye umri wa miaka 29 kwa lengo la kumleta kujiunga na kikosi hicho. Bwana, taarifa zilikuwa zinaeleza kuwa mchezaji Nwabali tayari alikuwa ameridhia kujiunga na Simba. Kinachosalia ni klabu hiyo kufika makubaliano ya mwisho na Chippa United. Simba wanafanya jitihada za kumalizana mazungumzo ndani ya kipindi hiki cha usajili ili Nwabali aweze kutoa ndani ya kikosi hicho, lakini tetesi zinaeleza pia Simba wameshindwa ama wameshindwana na Chippa United kutokana na pesa kubwa ambayo wamehitajiwa. Kipa mpya wa Simba, ukipita kwenye mitandao huko utaona kwamba kuna kauli nyingi ambazo zinaandikwa juu ya Stanley Nwabali, wengine wakiandika kwamba kipa mpya wa Simba akawapa ushindi wa 3 Nigeria. Kwa hiyo ngoja tuone, tusubiri kuona pengine kama Simba anaweza akakamilisha dili hili, lakini baada ya kuhusishwa Simba kukamilisha usajili wa goalkeeper Mahamud Tanja Kasila, basi taarifa za Stanley Nwabali zinaweza kuwa zimeishia hapo, kwa sababu tayari Simba wameshakwisha kupata nyanda ambaye wanaamini anaweza akawavusha kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi, lakini pia michuano ya NBC. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ama story ambayo nimeona ni kusogezee juu ya nyanda Stanley Nwabali ambaye amefanya makubwa kwenye mchezo wa hatua wa kutafuta mshindi wa 3 dhidi ya Misri mara baada ya kuokoa mikwaju miwili ya penati, na mikwaju yenyewe akiokoa kwa nyota wakubwa, nyota wenye viwango bora, nyota ambao wameandika historia kwa maana ya Mohamed Salah pamoja na Omar Marmoush, wote wakikipiga kule nchini England kwa maana ya Mohamed Salah ndani ya klabu ya Liverpool, lakini pia Omar Marmoush kutoka ndani ya klabu ya Manchester City. Bana, mpaka sasa Simba tayari wameshakwisha kukamilisha usajili wa Libase Gwe anayetoka ndani ya klabu ya Tenwith FC ya kule nchini Senegali, na tayari ameshakwisha kujiunga, na kinachosubiriwa kwa sasa ni nyota wengine ambao wanatajwa kukamilisha usajili ndani ya kikosi hicho. Nixon Kibabage, Ismail Toure wanatajwa kukamilisha usajili ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni utambulisho tu ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini kwa Stanley Nwabali ambaye ndiye shujaa wa Nigeria kwenye mchezo wa kutafuta mshindi wa 3 aliyekuwa anatajwa kutoa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ama anahitajwa kuhusishwa kutoa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, bwana ameokoa mikwaju miwili ya penalti na kuifanya Nigeria kuchukua medali za mshindi wa 3. Kwa hiyo Simba kama watafanikisha dili la Stanley Nwabali, maana Simba watakuwa melamba dume kweli kweli kutokana na kiwango bora ambacho. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.